Pigieni makofi. Kabla sijasema mambo mengi, kwanza nataka mshukuru huyu kiongozi wenyu wa hapa, sababu kama si yeye hata mimi mwenyewe singefika hapa. Ningetumana 20,000 nitoe mbuzi yangu moja, lakini vile nilisikia ni kwa Mheshimiwa Aburi tunakuja, na tulikuwa tumeongea na yeye jana, na alikuwa anasema anaenda Mombasa. Na mjue mtu ambaye alikuwa anaenda Mombasa na amekata ticket ya ndege, vile amesikia tunakuja kwake, kwa area yake, kwa watu wake, akapiga gari moto na akakuja mpaka hapa. Mpigieni yeye makofi. Na msimuache. Ya pili, mimi nasimama hapa. Mimi ni mjumbe maalum. Na nikiwa mjumbe maalum nakaa upande wa Uasin Gishu, na mimi ni jamii ya Wakikuyu. Mnasikia vile mimi nasema? Mimi ni jamii ya, na mimi ni mjumbe kutoka wapi? Hiyo ni kusema nini? Na mimi nimepewa kiti na Mheshimiwa Rais wakiwa pamoja na Mheshimiwa Oscar. Mimi nilisaliwa upande wa Rift Valley. Kwa hivyo mimi najua shida ya ukabila ni kusema nini. Kitu ya muhimu, na mimi nataka msikie namna hii wa Meru. Yale yote wakati tulipata uongozi kutoka mwaka wa 63, nyinyi wa Meru hamujawacha jamii ya Wakikuyu nyuma, mnakuwa mnatushikilia kila wakati. Na wacheni niambie nyinyi, ile deni haijawahi kulipwa ni ile ya uchawi. Kwa Kikuyu tunasemaga dhiri utari huonoa. Sasa nyinyi mumelipwa na Mwenyezi Mungu, sababu ile kazi mumefanyia sisi jamii ya Wakikuyu. Mimi mtu ya Kiambu, baba yangu alikuwa anatoka Kiambu na kaka yangu alikuwa ametoka Kiambu, na hakuna wakati au siku au mwaka ambaye jamii ya Wameru wamewachana na jamii ya Wakikuyu. Kwa hivyo mimi naomba nyinyi kwa unyenyekevu mshike mkono huyu kijana wenyu. Msiwe watu ya kupewa mambo ambaye haifai. Na wacheni niambie nyinyi, naibu wa rais ambaye sasa si naibu wa rais alikuwa rafiki yangu sana, hata sasa ni rafiki yangu. Lakini baba au mama wakikosana na mama, nani naumia? Si ni watoto? Sisi tulikuwa watoto ya Rigathi Gachagua. Lakini wakati walikosa kuelewana na mwenye wanafanya kazi na yeye, hakuna njia nyingine sisi tungefanya, sababu hatuwezi peleka watu yetu msituni. Na hatutakubali jamii yetu Kenya mzima, wenye wanakaa Kenya mzima, Rift Valley yote, mtu mmoja atuweke kando kwa kona moja, tupigwe na jamii zingine zote sababu ya mtu mmoja. Na niseme, kwani Kindiki si Mkikuyu? Si ni jamii ya Mkikuyu? Kwani hii kiti ilipeanwa Uganda? Ilipeanwa Nyanza? Ilipeanwa wapi? Si ni mtoto ndugu ya huyu pea ndugu ingine ya huyu? Kwani iko makosa gani? Kwa hivyo tusiletewe maneno ya kusema sababu Rigiji amejiuzuru au ametolewa kazi ati ni jamii ya Wakikuyu wametolewa kazi. Ni yeye peke yake alishindwa na kukaa na mtu yake. Na sisi hatuwezi kuwa wajinga. Jamii yetu ya Wakikuyu tumepewa viti karibu 9 kwa Kenya hii. Hatuwezi kufuata mtu mmoja. Wewe enda kando, weka Mkikuyu wengine. Huyo amekuja Kindiki ni kijana ambaye mimi namjua, alisomea Eldoret, alisomea University Eldoret, alikuwa anakaa kwako Mheshimiwa Oscar upande wa Rangas.
na ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, ambaye hana shida na mtu yoyote. Na mimi najua amesaliwa kwa nyumba ya dini ya kanisa, amelelewa kikanisa, si mlevi, ni mtu ambaye anaweza ongoza nchi Kenya mzima bila kupiganisha jamii yoyote. Kwa hivyo mimi nasema na muomba nyinyi jamii tuunge Kindiki mkono ndio apeleke hii nchi yetu mbele. Na huyu ameenda hajakufa, si aende kando kidogo. Hapana wekea sisi jamii ya Wakikuyu jamu. Unasema mlima, si hata kwetu iko mlima. Mlima ni kusema nini? Wewe nataka tu sisi tukuongoze, wewe uwe tu wewe uko mbele yetu, unajificha mbele ya jamii ya Wakikuyu, unasema unapigwa. Wewe ndio unapigwa, unashindwa na kukaa na mwenye kiongozi ambaye anaongoza nchi, si jamii ya Wakikuyu wote. Kaa kando, na tumepewa kijana yetu naye afanye kazi, tuone vile atafanya. Na tutarudi nyuma. Na hiyo mimi nasema bila kuwa na personal interest ya mtu. Mimi shida na mtu, sina shida na mtu yote. Lakini nikiangalia sasa wakati huu tuko saa hii tuko na shida. Tulikuwa na shida ya Gen Z, tulikuwa na maneno ya finance bill. Huyu mtu alienda kando ya hiyo maneno. Yeye ndio alikuwa amejificha kwa finance bill. Hakusaidia kiongozi wake. Tukiwa kampuni na wewe, tuseme tutaongeza kodi ndio tuweze kulipa wananchi pesa, ndio tuweze kutengeneza barabara. Na tumekubaliana. Alafu baadaye unaenda kando unasema hapana. Sasa tutaendesha nchi namna gani hata kama ni kwako nyumbani? Sina personal na Rigathi Gachagua, lakini vile mambo yamekuja, kaa kando, tumeweka Kikuyu mwingine aendeshe serikali. William Ruto ametupea kiti, hakupea ya Wajaruo, hakupeana Western, hakupeana pahali ingine. Si mtoto yetu. Sasa sisi tunataka kuwekwa fitina ati mtu mmoja akipigwa ati ni jamii ya Wakikuyu amepigwa. Hatuwezi kukubali hiyo maneno. Mimi naomba nyinyi jamii ya Wamiru, vile mmeshikilia sisi kutoka mwaka wa 63, mshikilie na sisi tutashikilia nyinyi kila mahali. Muende mwaka ingine 10, hiyo ingine Mungu atatusaidia. Mimi namshukuru sana Mheshimiwa Oscar, sababu kama si yeye tena mimi singefika hapa. Na sisi tuna bahati. Huyo kiongozi saa ingine mnaonanga yeye kwa picha, mnaona yeye kwa mitandao, wengi wakipiga yeye wakisema yeye sijui yeye ni kisirani, yeye anatukana watu. Mheshimiwa Oscar nimekaa na yeye akiwa kijana. Oscar ako na mwaka sasa pengine 40. Mimi niko na mwaka 68 sasa. Nilipozaliwa mwaka wa 56. Hiyo ni miaka karibu 68. Huyu ni kijana yangu. Mimi namuelewa sawa sawa. Na mahali yako mimi najua. Mahali yanaenda mimi najua. Sisi hatujapata mjumbe mwingine, si sababu wako hapa, ambaye ana ukarimu ya ile ya haki. Na watu wanasemanga ati ni muishi. Huyu ni mfanyabiashara kama wale wengine. Na ukishindwa na biashara usisikirie mwingine uwivu ati sababu anatoa pesa kwa kanisa. Ukienda kwa Mheshimiwa Oscar, nataka kuambia nyinyi sasa akiwa hapa, ng'ombe zake ni ng'ombe 96. Sinatoa lita 2,500 kila siku. Sio ni pesa? Ana biashara anafanya. Samani alikuwa anafanya kazi ya kuusha mashamba. Oscar hakuna mahali anaiba pesa. Mimi naweza tetea. Kwani mimi nilikuwa nauza mandazi, niko na hoteli ya milioni 500. Kwani niliiba? Si ukua kwa serikali. Nikitoa shilingi 100 hapa sababu mimi ni mjumbe nimeiba? Kwa hivyo huyu kiongozi huyu, wacha niambie, biashara zake zinaweza kuleta hata 1,500 kwa mwezi. Na unajua kuna wengine wanaweza pata hata milioni 1 au milioni 10. Lakini hawa si wakarimu. Ile kitu inafanya Mheshimiwa Oscar ajulikane kila mahali sababu yeye ni mkarimu. Na ukikuja hiyo ngumi yako, wacheni niambie nyinyi wa Meru, mandugu zetu, madada zetu, wa mama wetu, ukikunja hiyo ngumi yako, iko kitu inaweza ingia. Lakini ukitoa hiyo ngumi yako ufanye namna hii, upatie mwenzako, usaidie maskini, si Mungu ataona mahali ya kuweka sababu hiyo mkono iko wazi. Hiyo ndio mtu anaitwa Mheshimiwa Oscar. Kama hamjui, sitetei yeye sababu hakuna kitu mimi nataka kwake, lakini yeye ni mkarimu.
yeye ni mcha Mungu. Macharia ametoka upande wa county ya Uasin Gishu, lakini sasa inaitwa Koibatek, upande wa Timboroa mahali inaitwa Ravine. Mimi nilikaa huko, nilienda huko nikiwa na mwaka 5 upande wa forest, Kipkurere forest, na hao wako forest hiyo inaitwa Maji Mazuri. Huyu ni kijana mimi najua familia yake, nimejuana na hawa, na vile amefanya na vile anakaa, kunyenyekea kwake, kuwa mtu mzuri, iwe mfano hata kwa vijana wa hapa, sababu kama hangekuwa amenyenyekea hatungekuwa hapa. Kwa hayo machache mimi naomba nyinyi, mimi nimeambiwa na mheshimiwa na pastor moja hapa niongeze kitu kidogo. Mimi taongeza shilingi 1,100. Asante sana. Na wakati mwingine mtuite tukuje na mheshimiwa Aburi tusaidie hapa, sababu mheshimiwa Aburi ni mtu ya maana sana. Na msimuache, mimi naona mnapenda yeye sana. Si Mungu awabariki. Mnasema tuweke Kindiki juu au tuachane iende mahali pengine? Mimi nasikia watu wengine wanacheza kwa hiyo maredio wakisema hatutaki hiyo. Nani hataki kiti? Nani hataki kiti? Nani hataki uongozi iwe kwao? Isaidie vijana. Kama hatungekuwa na kiongozi kama huyu tungekuja hapa? Pendeni Kindiki na muombee Kindiki Mwenyezi Mungu. Huyu mwingine hatukumuondoa, ni yeye alienda. Alishindwa kukaa na bwana yake. Na bwana akishindwa kukaa na bibi yake, basi maneno haribika.